Hapa ni Tanga, zamani wakisema waja leo waondoka leo, lakini kwa sasa hali ilishabadilika. Zamani waja leo, kuondoka majaliwa. Huu ni mkoa ambao una vijana wapatao 31.6% wa kuanzia umri wa miaka 15 hadi 35. Hii ni kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Mguu huu hadi hapa Tanga ni kujionea mabadiliko kwa vijana yaliyopatikana kutokana na mradi wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu unaotekelezwa na shirika la Restless Development chini ya Innovex kwa ufadhili wa Foundation Partner. Baadhi ya vijana hapa wanazungumzia hali yao ya mwanzo kabla ya kuwezeshwa kupitia mradi huu wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu. Nilikuwa na ile kasumba ya mtaani kwamba bwana, sisi hapa mwisho uwezo wetu ni hapa, hatuwezi kwenda mbele. Hata kikitokea tangazo sijui kuna nafasi ya ajira, ilikuwa bwana, hizo ajira hata ukiomba hautopata, wanapeana kwa kujuana. Nilikuwa mwanzo nipo tu kijana wa nyumbani ambaye nilikuwa sielewi kama walemavu wakiwezeshwa wanaweza. Kwa nilikuwa niko sana muda sana nyumbani, nimekaa tu pasi na kazi yoyote wala kufanya chochote. Nilikuwa sina maamuzi, nilikuwa ni mtu ambao nimejinyongonyeza, afu alikuwa pia sitambui wajibu wangu kama kijana. Kiukweli kabisa nilikuwa na uoga na sikuwahi kusimama na sijawahi kufikiria hicho kitu, kutokana kwa cha kwanza kabisa nilikuwa na hofu mbele za watu kwenda kusimama na kwenda kuzungumza kitu kama hichi. Kiukweli kabisa nilikuwa siwezi na nilikuwa natetemeka. Utajiuliza niko wapi hapa, lakini ni ndani ya kitovu kabisa cha jiji la Tanga. Ni nje kidogo tu kulikozoea kuona roundabout za magari na kuona uwanja wa Mkwakwani na vitu vingine. Jamani, hapa ni wapi? Hapa ni kata ya Minyanjani. Naambiwa hapa ni kata ya Minyanjani ndani ya jiji la Tanga. Hawa ni vijana ambao wanatekeleza mradi chini ya Shiriki Tuijenge Tanga Yetu. Wana mambo kadha wa kadha yanayoweza kuwapa ujasiri na kuondokana na kasumba ambayo kwa namna moja ama nyingine inawarejesha nyuma. Naitwa Leonard Mubali, nasema fuatana nasi hatua kwa hatua tukikuletea hadithi ya mambo yanayofanyika yakilenga vijana chini ya Shiriki Tuijenge Tanga Yetu. Kwa jina naitwa Bakari Ali Muhidini, ni mkulima wa mwani na pia ni mvuvi. Kupitia mradi huu nimeweza kufungua akaunti yangu ya TikTok na Instagram na pia Facebook. Najiita Mr. Bahari. Humo ninazungumzia mambo kuhusu bahari, vitu mbalimbali. Humo utajionea samaki, utajionea wavuvi na pia utajionea maboti. Safari yangu hii imewezeshwa na Shiriki Tujenge Tanga Yetu, Restless. Imenisaidia kukutanisha na watu mbalimbali na pia nina mafunzo ya kidijitali kwa kuuza njia ya kimtandao. Kwa hiyo imenisaidia na inanifanya pia nikue katika mtandao wa kijamii. Cha kwanza napenda kushukuru sana huu mradi kwa kuwa umetuibua vijana wengi sana sasa hivi kwa na uelewa. Kwa mimi kama kijana nina uwezo wa kutengeneza fursa, nina uwezo wa kuzitafuta fursa na kuzipata ili niendelee kuzifanyia kazi. Ni kwamba tuliweza kupata mafunzo ya kinifu sana juu ya swala la kilimo, ambapo tuliweza kutembelea pale Kitumbilini, tulikuwa referred pale ambapo unafanyika mradi similar na huu, na vile vile pia tuliweza kutembelea watu mbalimbali ambao wanajihusisha na kilimo cha samaki pamoja na kilimo cha mboga mboga, ambapo hao waliweza kutupatia sisi uzoefu wao na changamoto zao ambazo wanakutana nazo katika shughuli hizi na kwa namna gani sisi tunaweza kuzi-overcome. Kwa hiyo tukawa tumepata darasa hilo fupi, lakini pia vile vile tukija kwenye realistic, kitu ambacho tumeweza kunufaika nacho sana sisi ni kuweza kutoa mawazo yetu kwenye makaratasi na kwa practice shambani kama hivi ambavyo tunaweza kuona. Kwa hatimaye mpaka sasa hivi tunaweza kusema kwamba tunajivunia sana kwa sababu shule yetu zimeshaanza kwa takriban mwezi mmoja na siku 7 sasa, kwa kuweza kuwa tumeshakamilisha kupata kisima chetu ambacho kinaendelea kujengwa. Bwawa kama unavyoweza kuona pale, mafundi sasa hivi wanashughulika na uchimbaji wa bwawa na kuliendesha. Lakini pia vile vile tunaweza tukajivunia sisi kama vijana wenyewe, tunaweza kuona kwamba sasa mwanga mbeleni ni mzuri, kwa kuwa tunaenda kupata sasa wenyewe kipato chetu, tunaenda kukikuza kwa sababu tutakuwa tunatoa mazao yetu hapa pamoja na samaki wetu kwenda kujiuzia na kuongeza thamani yetu ya kimaisha na kwenye jiji letu la Tanga pia. Manufaa niliyokuwa nimepata kupitia Restless, nina nafasi ya kujua uongozi au kusimamia kiongozi na kujitambua kiongozi ni nani.
na kiongozi anatakana aweje. Kwa hiyo mimi kiupande wangu nashukuru sana. Itakapofika wakati nitakuja kugombea hiyo nafasi ya mwenyekiti wa kijiji cha Kiomoni, zipo fursa ambazo nitatamani kwanza nizifanye. Shiriki Tujenge Tanga Yetu imetuletea miradi mingine ndani yake. Tulikuwa tunahusishwa kwenye semina za wafanyabiashara, wajasiriamali. Pia tumepata connection baadhi ya watu ambao kwa tunashiriki kwenye Shiriki Tujenge Tanga Yetu. Tumepata connection ya kujoin kwenye miradi mingine kama Tanga Kidigitali, Digital Skills kule. Kuna fabu ya Toyo, tunasoma digital fabrications. Kwa hiyo hii Shiriki Tujenge Tanga Yetu imetuletea umoja wa vitu vingi, vijana kujuana, kufahamiana. Tumeimprove kwenye vitu vingi kutokana na mradi huu sana. Ushirikiana na wao Tanga Yetu inatusaidia pia kwamba sisi kwamba kuweza kufungulia fursa mbalimbali. Kwa hiyo walikuja na miradi mbalimbali kwamba tunaweza tukabuni jambo fulani ili kuweza kutusaidia sisi katika kujikuza kiuchumi. Hata leo hii kwamba restless haipo, lakini sisi imeweka alama kwenye kata yetu na mtaa wetu. Kwa hiyo jambo ambalo pia imetusaidia kwetu sisi sana kuona kwamba tuko pamoja nao na anatusimamia, tunafanya kazi kwa pamoja. Niliona kidogo faida, kumbe hata sisi walemavu tunaweza tukiwezeshwa. Kwa hiyo nikapata kidogo ile idea, elimu ya kujua kwamba walemavu haitaki tu tukae nyumbani bila kufanya kazi. Kwa hiyo nikaanza kushiriki kidogo vile, na ukiangalia upendo wa walimu na viongozi nikapata kidogo faida. Kila kukicha nikawa kwamba wananipa kipaumbele, tunahitaji wewe ndio ujibu muda, wewe ndio usimame. Kwa sikuona utengano, kwamba sikuona tofauti yote baina ya walemavu na watu ambao wako kamili. Kwa wazazi pia, matokeo yanayotokana na mradi huu kwa vijana wao wanayaona wazi kabisa, wakilinganisha hali za vijana wao awali kabla ya mradi huu na sasa. Mradi huu umetusaidia sana katika jamii yetu. Kwanza kabisa umetusaidia kwa sisi wazazi kuwa karibu na vijana wetu. Maana mwanzoni sisi tulijua wazazi lengo letu ni kuwasimamia tu vijana wetu. Tulikuwa hatuwapi muda wao wa kutoa ushauri au wa kujielezea wenyewe binafsi. Lakini mradi huu umetufundisha watoto wakija nyumbani, akitoka kwenye masomo yake, unaweza kumuuliza nini anahitaji, nini ambacho kinamsibu au nini ambacho anapendelea kufanya. Sasa katika suala hilo tumeweza kwamba watoto wetu wameweza kuendea vipaji vyao, kuendea ndoto zao kwa urahisi, na sisi tumeweza kuwa ni sapoti kubwa kwao. Na pia mradi huu umeweza kuwatoa watoto wetu mitaani kwenye magenge, wasikae kwenye vijiwe vya watu ambao labda wana mambo mabaya, labda utumiaji wa madawa au nini. Wako karibu na familia, wako karibu na jamii, wanashughulika na shughuli za jamii. Mambo mengi alikuwa yuko nyuma hajayafanya, lakini toka aingie kwenye huu mradi kidogo amekuwa changamoto ya kila kitu. Sasa hivi anajua kila mradi ameshaupitia vizuri sana na anaendelea vizuri mwenyewe, na mpaka sasa hivi tunashukuru amejikwamua katika mambo ya kufanya biashara ndogo ndogo na kila kitu kijua sasa hivi tofauti na mwanzo. Ni mambo gani hasa vijana hawa wanajifunza kupitia mradi huu wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu, ambayo yamewaondoa katika dhana ya kutojiamini na kushindwa kushiriki katika fursa mbalimbali za kijamii? Kwa mimi kama mwezeshaji, kwanza ililazimu kuwafanya vijana wawe kitu kimoja, then ndo tuingie kwenye mafunzo. Na kitu hicho kilinipelekea mimi kama mwezeshaji wa kata hii ya Mnyanjani kuform kitu kinaitwa Mnyanjani Jogging Club, ambao bado tunaendelea na utaratibu, ambao naitumia jogging kama kiunganishi cha vijana. Najua wana itikadi tofauti, fikra tofauti, imani tofauti, lakini tunapokuja kwenye jogging tunakuwa kitu kimoja ambacho kwa pamoja kinatufanya sasa sisi kama vijana tuongee lugha moja kuyakimbilia maendeleo. Lakini pia nimeweza kuwawezesha vijana kujua fursa zinazopatikana ndani ya halmashauri ya jiji la Tanga kupitia mada kama vipaumbele vya vijana, haki na wajibu, lakini pia ushawishi na utafiti. Kwanza nilitaka kutengeneza hali ya kujiamini wao kama vijana na kujitambua, lakini sio tu kujitambua, kuongeza ushawishi wao kwa viongozi na watu ambao wanawazunguka. Kwa sababu niliamini mimi nakuja ninatoa mafunzo, lakini mimi peke yangu siwezi kuwapa miradi na fursa nyingine ambazo zitawanufaisha. Kwa hiyo niliwatengenezea hiyo hali ambayo itakutanisha karibu na viongozi na wadau mbalimbali. Kupitia hao viongozi na wadau, wao watawaletea fursa kwa sababu tayari wameshaona, wamejiamini na tayari wamejitambua.
namna ambavyo tumewachechemua, kwa sababu tunaita uchechemuzi, namna ambavyo tumewachechemua vijana, yani wameelewa kabisa kumbe hiki ni haki, hiki ni wajibu. Kwa hiyo unakuta kabisa yes madam, kumbe sisi kuna fursa zinatokea hata kwenye uongozi wetu wa serikali kwa watendaji kata, lakini hatuwezi kuzifuatilia kwa sababu hatujui kumbe ni wajibu wetu sisi kupata taarifa au ni haki yetu sisi kupata taarifa. Kutokana na kasumba ya Tanga kwa mzazi kijana kuaga tu unaenda kwenye session, waenda huko unaenda faidika na nini? Kwa ile nayo ikawa kidogo ni nini? Ni ngumu. Lakini kijana vile akija darasani akielewa mradi kuwa restless inawafundisha nini, ina lengo gani, kwa kijana akirudi nyumbani anamuelezea mzazi wake, sisi mradi wa restless development wenye mradi wa shiriki tujenge Tanga yetu, yani upo vizuri, unatufundisha hivi na hivi. Unakuta mzazi naye anafanyaje, anakuwa na uelewa. Ni katikati ya jiji la Tanga, nimeingia kuweza kuzungumza na wawili watatu, wanazungumza vipi juu ya jitihada za mradi huu wa shiriki tuijenge Tanga yetu kwa ajili ya kukomesha ama kuondoa kabisa kasumba ya baadhi ya vijana kusalia nyuma katika mambo mbalimbali. Kuna ambao wanaweza kuomba na wengine wanauoga fulani. Sasa kama itakuwa yani kama labda mimi siwezi kwenda tu from nowhere sehemu fulani nikaombe kazi, lakini kama serikali ya mtaa wakapata ile taarifa kwamba jamani, hapa kuna kazi natakiwa sehemu labda mfano bandarini ama saruji ama wapi, kunatakiwa watu wafanya kazi, serikali mtaa ikifuatilia, kwa hiyo atakuwa hamuogopi serikali mtaa sana mzazi wake. Uoga wao kwenda kuomba sehemu tofauti na watu wasiojulikana, maonekana wanakuja na watu wao kutoka mbali. Hilo tatizo lipo hasa katika mji wetu wa Tanga. Wao wanaona fursa zinapotokea ni za wageni ambao wako nje ya Tanga, badala ya wao wenyewe kuchangamkia zile fursa. Matokeo yake fursa zinakuwa zinawahiwa na watu ambao wako nje ya Tanga, na wao wenyewe wanabaki kulalamika pale pale katika kwamba ajira hakuna, ajira hakuna. Mimi naomba wazidi kuwahamasisha vijana wajielewe kwamba zinapotokea fursa ni kwa ajili yao. Serikali mtaa ihamasishe vijana wake, kama kuna kazi, kukiwa na kazi ili wajiendeleze, waombe kazi, waende kazini. Miradi hii inatekelezwa katika kata zote 27 za halmashauri ya Tanga. Watendaji wa kata ni wadau muhimu katika utekelezaji wa mradi huu wa shiriki tujenge Tanga yetu. Kupitia huu mradi vijana sasa hivi wamepata chachu. Angalau tukifanya mikutano vijana wanajitokeza na wanauliza maswali ya msingi. Kwa hiyo ni tumepata faida. Pili ni kwamba tulikubaliana, tulikaa tukasema hata kama vikao vyovyote, hata kama vya kisheria, tupate uwakilishi wa vijana wanne kwa kila mitaa. Na wale vijana huwa wakishiriki wanaibua mambo ambayo vikao vinakuwa visinzi. Kwa hiyo huu mradi umetusaidia kwa namna nzuri sana, kwa sababu vijana wanajiamini na wanauliza maswali ya msingi. Hata mwanzoni katika ile mikopo inayotolewa na halmashauri ile 10%, vijana walikuwa hawajitokezi kwa wingi, lakini kupitia hii restless vijana wamekuwa wanachachu. Kwa hiyo zile chachu ni kwamba wanaibuka wengi. Moja, sisi kama serikali imekuwa na faida kubwa sana, hasa kwenye kuhakikisha kuwajenga vijana ambao vijana hawa mwanzoni hawakuwa hivi walivyo sasa hivi. Vijana walikuwa na mitazamo tofauti. Huwezi ukashirikisha kwenye masuala ya kijamii wala masuala ya kiserikali. Kwanza unapomkuta kijana ukimshirikisha kwenye masuala haya, huwa anakuona ni wa ajabu sana. Lakini kupitia restless vijana wamebadilika. Na kundi kubwa la vijana sasa hivi lina mtazamo ambao ule tunautegemea sisi kama serikali. Vijana wanashiriki kwenye matukio yetu, lakini vijana wanashiriki kwenye fursa mbalimbali, lakini vijana wamekuwa na mtazamo kwa vijana wengine ambao wao bado hawajafikiwa na huduma hii. Shirika la Restless Development katika mradi wa shiriki tujenge Tanga yetu, wao ni wadau muhimu sana. Fred Mtei anatoka katika shirika hilo. Huu mradi hapa Tanga umetupa mafanikio makubwa, kwa sababu tulikuwa na mbinu kuu za kuwafikia vijana kama vijana, lakini kuwafikia wazazi wanaokaa na wale vijana au walezi wao, kuweza kuwafundisha namna ya kuishi nao na kuwalea kupitia zile ndoto zao. Lakini viongozi wa serikali nao tuliwafikia wao kwa muda wao, kuweza kuwafundisha kitu kinaitwa meaningful youth engagement. Wanawezeje kuwaengage hawa vijana kikamilifu na kwa njia rafiki wanaopenda kuwa engaged. Lakini zaidi ya yote tunatumia mabonanza, michezo, lakini tunafanya tafiti ndogo ndogo
kujengea uwezo vijana kuweza kufuatilia maendeleo yao kwenye jamii na kuweza kushiriki na kufuatilia pia. Patrick Msumari ni mratibu wa mradi wa Tanga Yetu. Tanga Yetu ni sio shirika, sio kampuni wala sio NGO, lakini ni mradi ambao lengo lake ni kuweza kuwasaidia vijana na watoto katika halmashauri ya jiji la Tanga kwenye maeneo mbalimbali, ambao haya maeneo kimsingi ndio wale maeneo ambayo tunayafanyia kazi. Na eneo la kwanza ni eneo la elimu, eneo la pili ni eneo la afya, eneo la tatu ni eneo la teknolojia na ubunifu, eneo lingine ni eneo la mazingira ikimaanisha environmental sustainability, lakini eneo lingine ni eneo la youth engagement. Hayo ndio maeneo ambayo tunafanyia kazi kwenye Tanga Yetu. Lakini pia tulikuwa tunaangalia uhusiano kati ya vijana na familia pamoja na jamii kwa ujumla. Lakini pia nyingine tulikuwa tunaangalia ile ari ya uongozi kwa vijana kwa hapa halmashauri ya jiji la Tanga ipo vipi. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tulikuta kwamba vipo chini sana. Vijana wengi hawajiamini, kijana hawezi kusimama kujielezea yeye mwenyewe, ambayo inampelekea anaweza akakosa fursa kwa sababu hawezi kujieleza, kwa hawezi kujua anataka nini. Lakini tukaangalia pia uhusiano kati ya wazazi, vijana na jamii kwa ujumla. Tukaona kwamba kuna utengano mkubwa katika uhusiano kati ya vijana na jamii. Kwa sababu ukiangalia tulipokuja ilikuwa ni ngumu sana kijana kupata nafasi katika familia, hata kuzungumza vile vitu ambavyo anadhani yeye vinaweza vikaisaidia maybe ukuaji wa familia au vinaweza vikasaidia kwa namna moja ama nyingine katika upande wa jamii. Kwa ndo tukaja sasa tukasema kwa nini hivi vitu tusijaribu kuvitengenezea mradi ambao utahusu vijana wenyewe, jamii kwa ujumla, viongozi mbalimbali wa halmashauri kuanzia ngazi ya chini mpaka ya juu, ili tuweze kuwapa vijana fursa yao waweze kuongea na waweze pia kupata nafasi mbalimbali za uongozi katika halmashauri ya jiji la Tanga. Kwa jitihada hizi za mradi wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu kwa ufadhili wa Foundation Botna unaosimamiwa na Tanga Yetu chini ya Innovex, pamoja na kufanya kazi kwa karibu na wadau mbalimbali ikiwemo serikali na jamii, ni wazi kwamba vijana wa halmashauri ya jiji la Tanga wanakwenda kuimarika sasa kiuongozi, kiuchumi na kupata stadi za maisha zitakazowawezesha kujiamini na kuwania fursa mbalimbali.